kualike kusikiliza yaliyojiri leo Jumanne ya Machi 18, 2025 kwa kuangazia yaliyojiri kwa upande wa magazetini leo, huku tukikusomea habari za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani katika kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Ukiwa nami Shele Ismaili pamoja na Jessica Bitus. Miongoni mwa magazeti tulionayo hii leo ni Zanzibar Leo, Nipashe, Uhuru, Habari Leo pamoja na Mwanaspoti. Moja kwa moja mkononi mwangu nakamata gazeti la Zanzibar Leo, ikiwa ni tarehe 18 Machi 2025. Habari kuu imeandikwa Dr. Mwinyi ahimiza waumini kufuata miongozo ya dini, huku habari picha ikionyesha Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi akimkabidhi Sheikh Norman Diongo tunzo ya kutambua mchango wake wa kufanikisha mashindano ya kisomo cha Qur'ani kwa njia ya tajwidi. Hafla hiyo ilifanyika Masjid Jamiu Zanzibar. Habari nyingine ni Dr. Samia amtaka Ndejembi kuwashughulikia wanaolalamika. Habari hii utaipata ukurasa wa pili wa gazeti hili la Zanzibar Leo. Habari nyingine ni Osman ajiandikisha daftari la wapiga kura. Habari hii pia utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Zanzibar Leo. Habari nyingine ni China yakataa mwaliko wa EU. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 9 wa gazeti hili la Zanzibar Leo. Habari nyingine ya mwisho ni serikali yathamini mchango wa ZNCC Hemedi. Habari hii utaipata ukurasa wa 2 katika gazeti hili la Zanzibar Leo. Na tutazamia yaliyoandikwa katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Kwa upande wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii Machi 18, 2025, habari kuu imeandikwa inatisha. Kamati ya baini wageni wahodhi kila kitu Kariakoo. Madudu kibao ya bainika. Habari hii ni katika ukurasa wa 2 wa gazeti la Nipashe. Habari nyingine katika gazeti la Nipashe ni NSSF yaibuka na hoja kuwapa mafao haraka wanaoachishwa au kuacha kazi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2 gazeti la Nipashe. Habari ya mwisho katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Nipashe imeandika sera ya ardhi yaja na mambo 6. Samia afikiria kufuta cheo cha kamishna wa ardhi. Habari hii ni katika ukurasa wa 6 gazeti la Nipashe. Na sasa tutazamie yaliyoandikwa katika gazeti la Uhuru. Kwa upande wa gazeti la Uhuru kweli daima leo tarehe 18 Machi 2025, habari kubwa imeandikwa Rais Samia awajia juu maofisa ardhi, huku habari picha ikionyesha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akimkabidhi waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Deogratus Ndejembi mfano wa funguo baada ya kuzindua ugawaji wa magari katika ukumbi wa mkutano wa Jakaya Kikwete jijini Dodoma hapo jana. Habari nyingine ni mseko wa wasii wa Tanzania kufuata nyayo za Nyerere. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Uhuru ukweli daima. Habari nyingine ni Lukuvi asema tuendelee kumwenzi Magufuli. Habari hii inapatikana ukurasa wa 6 wa gazeti hili la Uhuru kweli daima. Anadaiwa kuwa mke, shemeji na mtoto apinga maelezo kotini. Habari hii unaipata ukurasa wa 19 wa gazeti hili la Uhuru kweli daima. Habari nyingine ni Wasira asema viongozi wa dini bebeni ajenda ya amani. Habari hii utaipata ukurasa wa 3 katika gazeti hili la Uhuru kweli daima. Habari ya mwisho katika gazeti letu la Uhuru kweli daima imeandikwa mradi BRT awamu ya 3 wafikia 80%. Habari hii utaipata ukurasa wa 20 katika gazeti hili la Uhuru ukweli daima. Na tuangalie yaliyojiri katika gazeti la Habari Leo. Katika gazeti la Habari Leo, habari kuu imeandika sera mpya ardhi ya beba makuu 6. Samia aeleza tija, lamani mpya ya Tanzania yaja. Pia akemea rushwa, ubinafsi watumishi ardhi. Huku ikifuatiwa na habari picha ya Rais Samia Suluhu Hassan akimsikiliza waziri wa ardhi, nyumba, maendeleo ya makazi Deogratus Ndejembi akieleza kuhusu mfumo wa e-ardhi kwa ajili ya utoaji wa hati kwa njia ya kidijitali baada ya kuzindua sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la 2023 na mfumo huo katika ukumbi wa mikutano wa Jakaya Kikwete Dodoma jana. Habari hii ni katika ukurasa wa 2 gazeti la Habari Leo. Habari nyingine imeandika serikali yaendelea kumenzi Magufuli. Habari zaidi ni katika ukurasa wa 7 gazeti la Habari Leo. Habari nyingine katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Habari Leo imeandika thamani vitenge uchumi NSSF juu 92%. Pia thamani ya mifuko kuongezeka, viwango pesheni kupanda. Habari zaidi ni katika ukurasa wa 3 gazeti la Habari Leo. Habari nyingine imeandika waanza kujiandikisha kuboresha daftari la kula. Habari zaidi ni katika ukurasa wa 3 gazeti la Habari Leo. Na habari ya mwisho katika gazeti hili imeandika
Jafo aagiza operation kulinda biashara za wazawa. Habari zaidi katika ukurasa wa 18 gazeti la Habari Leo. Na hivyo ndivyo gazeti la Habari Leo limeandika. Pata nakala yako kwa undani wa taarifa zaidi. Na sasa tuangazie yaliyojiri kwa upande wa michezo na burudani katika kurasa za nyuma. Kwa upande wa michezo katika gazeti la Zanzibar Leo, habari kuu imeandikwa Yanga ya ukazia ubingwa shirikisho, Azam kucheza mechi za Kiafrika kila wiki. Na habari nyingine ya mwisho kwa upande wa michezo katika gazeti hili la Zanzibar Leo ni vijana wenye ulemavu wahimizwa kujiunga na michezo. Habari hizi zote utazipata ukurasa wa 22 katika gazeti hili la Zanzibar Leo. Na sasa tutazamie kilichojiri katika gazeti la Nipashe kwa upande wa michezo. Habari kuu katika gazeti la Nipashe upande wa michezo imeandika Simba Queens, Young Princess kumaliza ubishi. Timu hizo zinaumana leo KMC baada ya ile ya wanaume. Habari nyingine imeandika Yanga forward Wembe, Simba beki ukuta. Na habari ya mwisho katika gazeti la Nipashe upande wa michezo imeandika Puliski kupewa mkataba mpya Milan. Habari zaidi ni katika ukurasa wa 21 gazeti la Nipashe upande wa michezo. Na sasa tuhamie katika gazeti la Uhuru upande wa michezo, ukweli daima. Katika upande wa gazeti la Uhuru katika kurasa za nyuma, habari kubwa imeandikwa Taifa Stars yaifungia kazi Morocco. Habari picha inaonyesha wachezaji wa timu ya Taifa Stars wakiwasili juzi kambini mkoani Tanga kujiandaa na mchezo dhidi ya Morocco wa kusaka kufuzu kushiriki kombe la dunia. Habari nyingine ni vita ya Simba Queens na Yanga Princess uwanja wa KMC. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 23 wa gazeti hili la Uhuru kweli daima. Habari nyingine ni msanii Nicole achiwa kwa dhamana, Bunge Marathon kutingisha April 12. Habari hizo utazipata ukurasa wa 23 wa gazeti hili la Uhuru kweli daima. Mohamed Salaha na Haaland patamu. Habari hii utaipata ukurasa wa 22 wa gazeti hili la Uhuru kweli daima. Tuangalie yaliyojiri katika gazeti la Habari Leo kwa upande wa habari za kimichezo. Habari kuu katika Habari Leo michezo imeandika KMK yampandisha cheo Baka. Habari nyingine imeandika Nyambui ajipanga kurudi RT. Kivumbi kufuzu kombe la dunia Afrika. Habari hii ni katika ukurasa wa 23 gazeti la Habari Leo michezo. Na habari ya mwisho katika upande wa michezo ni Simba Queens na Young Princess kisasi leo. Na sasa tutazamie yaliyojiri katika gazeti la Mwanaspoti kimichezo zaidi. Kwa upande wa gazeti la Mwanaspoti leo tarehe 18 Machi 2025, habari kubwa imeandikwa Soaha na Yanga kumekucha. Habari nyingine ni Newcastle imeshinda, nini kitatokea? Habari hii utaipata katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili la Mwanaspoti. Madokta waeleza upasuaji wa Chemaloni. Na hayo ndio yaliyojiri katika gazeti la Mwanaspoti. Gazeti la Mwanaspoti likikamilisha habari kuu zilizoandikwa kwa siku ya leo. Mpaka kufikia sasa hatuna la ziada. Ulikuwa nami Jessica Bitus na mwenzangu Sheila Ismaili.